Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update ambazo zinahusiana na baadhi ya wadau ambao wamekuja kuzungumza jambo kufuatia kwa kile ambacho kimehappen huko mtandaoni. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Ibra ametokea katika project mpya kabisa ambayo Harmonize ameitangaza hivi karibuni. Kama unavyoelewa kwamba Harmonize bwana ametangaza kwamba kuna ujio wa kazi yake mpya kabisa ambayo amemshirikisha Ibra, jambo ambalo kidogo kwa namna moja au nyingine limewaacha watu wengi sana mdomo wazi, yani limekuwa kama surprise. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba Harmonize na Ibra bwana, kulikuwa kuna ugomvi ambao ulikuwa umetokea kati yao na ikapelekea Ibra kuamua kujitoa katika record label ambayo inasimamiwa na Harmonize Konde Boy, na sababu kubwa ya hayo yote kutokea ni kwamba Ibra mwenyewe alikuwa anaangalia zaidi maslahi yake yeye mwenyewe akiwa kama msanii, kwa hiyo akaamua kutoka katika record label hiyo. Lakini baada ya kutoka katika hiyo record label ni kwamba Ibra amekuwa akiendelea na mambo yake, lakini kikubwa zaidi ambacho kilikuwa kimemeke headline huko mitandaoni ni issue nzima ya Ibra bwana kuanza kumsema vibaya Harmonize katika baadhi ya interviews ambazo Ibra amekuwa akizifanya katika baadhi ya media. Maana inafahamika kwamba Ibra bwana hivi karibuni ana project yake ameiachia. Sasa katika ile project alikuwa anafanya media tour. Sasa katika sakata zima la yeye kufanya media tour ni kwamba Ibra akawa anaulizwa maswali mengi sana kumuhusu bosi wake huyo wa zamani Harmonize Konde Boy, na katika hayo maswali bwana ni kwamba kitu ambacho kilichokuwa kimewashangaza watu wengi ni kwamba Ibra amekuwa akijibu maswali hayo in a very negative way kumuhusu Harmonize. Yani kwa kifupi ni kwamba Ibra amezungumza vitu vingi sana ambavyo ni vibaya ambavyo amefanyiwa na Harmonize. Sasa kutokana na vitu hivyo ambavyo Ibra amevizungumza kumuhusu Harmonize bwana, ni kwamba wadau wengi sana wakawa wanajua kabisa hapa bwana kutakuwa na uhasama mkubwa sana kati yao, na watu wengi sana walikuwa wanajua kabisa kwamba hakutokuwepo tena na ushirikiano wa aina yeyote kati ya Ibra na Harmonize kutokana na vile vitu ambavyo Ibra amevizungumza kumuhusu Harmonize. Lakini kitu ambacho kimekuja kusurprise watu wengi bwana na hii issue ya Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram ametangaza rasmi kwamba kabla ya kutoa albamu yake siku ya Ijumaa atatoa single ambayo hiyo single bwana inakwenda kwa jina la Friend Zone. Na hii ngoma ya Friend Zone bwana ni ngoma ambayo nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba ni wimbo ambao tayari Harmonize alisha tease, lakini hatakuwa tunajua kama Ibra naye pia yumo katika hiyo ngoma. Lakini baada ya Harmonize kutangaza kutoka kwa ngoma hiyo siku ya Ijumaa, ni kwamba ametangaza pia rasmi kwamba katika hiyo ngoma Ibra naye yumo, na akaweka wazi Harmonize kwamba pamoja na yote yanayoendelea bwana, mambo mengine yote tunaweka pembeni, mziki unakuja kwanza. Yani kwamba ukiachana na vitu vyote, drama zote ambazo zinaendelea mitandaoni, ni kwamba mziki unapewa kipaumbele kati yao. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa kitu ambacho kimekuja kuhappen bwana ni kwamba baada ya hao yote kutokea, at the end of the day, kitu ambacho hapa tumekishuhudia ni kwamba bwana page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue, kwa sababu kama unavyoelewa kwamba imekuwa ni kama vile surprise kwa watu wengi. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, watu wengi sana wamekuwa na mshangao kwa namna moja au nyingine kufuatia kitu ambacho Harmonize amekifanya kupitia ukurasa wake wa Instagram mara tu baada ya kutangaza kazi mpya ambayo amemshirikisha Ibra. So hapa bwana kuna page ameandika kwamba bwana, baada ya Harmonize kuachia kolabo yake mpya na aliyekuwa msanii wake Ibra, mashabiki wengi sana wameonyesha kufurahishwa na kitendo hicho. Ukienda kwenye account ya Instagram ya Harmonize, mashabiki wengi sana wamempongeza wakisema kwamba huo ndio ukubwa, na kutokana na kwamba maana hajajali kinachoendelea sasa hivi mitandaoni kati yao, ameweka mziki kwanza mbele. Lakini pia vile vile ikumbukwe kwamba siku kadhaa nyuma Ibra alikuwa katika media tour na alimzungumzia Harmonize, na watu wengi sana mitandaoni walikuwa wakimshauri aache kumuongelea vibaya bosi wake huyo wa zamani, kutokana na kwamba mchango wa bosi wake huyo katika maisha yake ya kimziki ni mkubwa mno. Kwa hiyo hakukuwa na sababu yoyote ya yeye kumzungumzia vibaya, hata kama kukiwa kuna mambo mengine yeye hakuwa anapendezwa nayo akiwa katika record label yake.
Lakini pia vile vile Harmonize amethibitisha kuwa kolabo hiyo na Ibra itatoka siku ya Ijumaa. Hajali chochote, mziki unakuja kwanza kabla ya yote. Vitendo hivyo vya Ibra inaonyesha kwamba havijamkera Harmonize, maana ameamua kutangaza kuachilia kolabo yake hiyo mpya ambayo ameshirikiana na Ibra, ambayo inakwenda kwa jina la Best Friend. Lakini ukiachana na page hiyo, kuna page nyingine hapa wamekuja na wenyewe pia wameripoti, wameandika kwamba bwana alisema walo lipo, kama alipo basi liko njiani linakuja. Na msemo huu bwana umethibitishwa baada ya Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram kuposti kuhusiana na project mpya inayokuja hivi karibuni. Wakaendelea hapa kusema kwamba itakumbukwa kwamba siku kadhaa zilizopita Harmonize aliweka wazi juu ya kazi ya pamoja kati ya wawili hawa, Ibra pamoja na yeye, na pia vile vile waliweka wazi wadau kwamba uandaaji wa album hiyo bila shaka kutokuwa kuna vitu ambavyo Ibra amehusika kwa namna moja au nyingine. Lakini pia vile vile Mudi Mnyama, huyu ni bouncer wa Harmonize Konde Boy, na yeye naye pia kupitia kurasa wake wa Instagram bwana amekuja ameposti posta ya wimbo huo pamoja na kipande cha huo wimbo ambao Harmonize ameuintroduce katika kurasa wake wa Instagram, wimbo ambao amemshirikisha Ibra unaokwenda kwa jina la Friend Zone. Mudi Mnyama, official bodyguard wa Harmonize Konde Boy, ameandika kwamba wash ngoma juu, ni ngoma juu ya ngoma, mziki wa sasa ni noma, ikipigwa hii inawekwa hii juu. Ameandika hivyo kisha akaitagi pale Konde Gang, akaandika pale kwamba kiwanda cha burudani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Wadau mbalimbali wamekuja kulizungumzia swala hili la Harmonize kuachia kazi mpya kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Friend Zone. Ikiwa wengine huko wanadai kwamba ni kama vile kwa namna moja au nyingine kitendo ambacho amekifanya Harmonize ni kama vile amemuomba msamaha Ibra. Kuna watu wameitafsiri hivyo kitu ambacho Harmonize alichokifanya. Lakini at the end of the day kuna wengine pia wamesema kwamba alichokifanya Harmonize ameonyesha kukomaa kimziki na kutokuendekeza feelings bali kazi kwanza. Lakini pia vile vile kumekupo na watu wengine wakiwa wanamwambia kwamba Ibra atulize kichwa, atulize akili, kwani anachokipanga Harmonize hakuna anayekijua. Wengine wakiwa wanadai kwamba bwana WCB inatakiwa wawe makini na Ibra. Ibra anaonekana ni kama vile yupo huku na huku. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.